kuadapt hiyo hali ya hewa na kufanya mazoezi kwenda kwenye mchezo. Lakini pia mazingira, of course, sasa hivi kwa uzoefu ambao tuko nao, hii haiwezi kuwa excuse. Unapokwenda nchi za Kiarabu wakiwa tena wametoka kupoteza mchezo wao wa kwanza, lazima mchezo wa pili kuwe na vitu vingi. Mashabiki wao ni mashabiki ambao wana demand muda wote. Iko pati moja ambayo ni pati nzuri ya mashabiki wao, na iko pati nyingine ni pati mbaya. Pati ambayo sisi wa Tanzania tunatakiwa tujifunze, tusipende timu zetu kwa maneno, tusipende timu zetu kwenye mitandao ya kijamii. Tufanye kama ambavyo nchi za kaskazini zinafanya zinapokuja timu zao. JS Kabylie wamekula chuma 4 mechi ya kwanza, lakini ndani ya masaa matatu tiketi zimeuzwa, zimemalizika, tiketi 55,000. Sio jambo jepesi, ni jambo ambalo inabidi na sisi jamii ya mpira wa Tanzania tujifunze kwenye mapenzi haya. Lakini upande mbaya ni upande wa vurugu. Na nitumie fursa hii kuwaambia mashabiki wa Yanga, nimeona mitandaoni wakijiapiza kwamba watalipa kisasi. Kisasi kizuri kwenye mpira kinalipwa kwenye pitch, hakilipwi kwa vurugu. Wametufanyia vurugu, lakini mambo ambayo yameshamalizika. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, hapakuwa na madhara yoyote. Hakuna mtu ambaye nimetua tu simu zinaanza kuita. Unaweza kuta jasusi huyu. Unajua kimsingi imeniuma, tazungumza lakini imeniuma sana. Tano umeanza mpaka umeisha, nipo angani, sina internet. Sijui kilichoendelea. Kwa hiyo inawezekana sasa jasusi wanataka kunigia taarifa. Nitakuja kuwapa. Hamna taarifa za ndani, nitawapa, msio na wasiwasi. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu katika mazingira haya. Lazima mashabiki tujifunze kupenda timu zetu kwa vitendo, lakini tusijifunze kufanya vurugu pindi ambako timu zetu zinatafuta matokeo. Leo hii nani anajua, pengine umejiweka kwenye hatari ya kufungiwa, kuna adhabu klabu zinapata. Kwa hiyo ni vurugu za muda, lakini madhara yake ni makubwa. Sasa hivi CAF faini zao ni kubwa sana. Kwa hiyo tujifunze, tumeumia lakini tujifunze kuwa wastaarabu, wavumilivu. Sisi kisasi tukakilipe kwenye pitch. Sasa sisi hatua namba 1 ni tunapeleka malalamiko yetu kwa msimamizi wa mchezo, general coordinator ambaye yuko pale. Lakini tukio lilikuwa linahusisha usalama, maana kuna security officer wa CAF yuko pale. Wao wawili plus match commissioner wametuhakikishia kwamba hilo jambo wameliona na wanalishughulikia. Kwa sisi complaint ya kwanza ni kuwasilisha kwa msimamizi wa mchezo ambaye ni general coordinator, na amesema alifanyia kazi. Hatuko hapa kuomba kwamba wafungiwe au wapigwe fine. Hayo ni mambo ya kanuni, CAF wanajua wenyewe. Tunachoomba hapa sio kwa Yanga, timu zote zinapokwenda kwenye mazingira haya ya nchi za kaskazini, basi kuwe na usalama zaidi wa kulinda wachezaji, kulinda maafisa. Nyie mmeona chupa zikirushwa uwanjani. Hamjaona mimi nilipokuwa napambana kukopa chupa huku jukwani. Wale Waarabu ni kama wamemshuhudia Jack Chen akiwa wa karibu. Walikuwa wanatupa chupa. Unajua mimi sina kelele. Tupa chupa nilikuwa nazikwepa. Ushaona ile movie ya Karate Kid ile? Nilikuwa napiga chupa zinapitia namna hii. Wenyewe wamenipigia saluti. Wamesema pamoja na yote lakini kile chuma mimi nimekwepa mawe Temeke, chupa ya maji. Piga pipa zikapita, lakini si jambo zuri. Kwa hiyo tumeongea na wale wasimamizi wa mchezo waweze kulifanyia kazi. Yes. Kocha imekuwa ni muda mfupi lakini mabadiliko yanaonekana ni makubwa sana. Sasa huyu sio kocha. Huyu ni sayansi ya mpira. Nyie mmekuwa mkisikia watu wakisema, wachambuzi wakisema kwamba football ni science. Football ni science. Science yenyewe ndo Pedro. Kwa hiyo huyu hahitaji muda mrefu. Anahitaji kuwa kwenye uwanja, kuwaona wachezaji na kupanga vitu vyake. Na si ametuambia hata kwenye mahojiano yake. Amesema ndio kwanza kama ni asilimia 25. Naendelea kujenga. Yes, ni asilimia ana wiki 3 tu hapo. Naendelea kujenga kitu changu. Nasemaje? Kikishafika asilimia 100. Asilimia 100. Haya matatizo mlioyasikia ya afya ya akili yatakuwa makubwa mara kama 25 iko hivi, amchagui kiwanja. Maana tumeona Nyuamani, tumeona kule mnacheza kama mko kwenu. Ikifika 100 itakuwaje? Nimesema kocha amesema sasa hivi anachokiandaa kama ni asilimia 25. Zikifika asilimia 100, ni muombe waziri wa afya Daktari Mchengerwa, hospitali kama Mirembe zingesogezwa pale Kariakoo Msimbazi ili tusipate shida ya kusafirisha watu. Zikifika 100 tu, matatizo ya afya ya akili maeneo ya Msimbazi yatakuwa mengi sana. Kwa hiyo hospitali ijengwe, basi isiwe kubwa,
wakiwa gorofa moja, floor moja tu iwekwe pale, wenye matatizo ya afya ya akili kwenye mpira wanaingizwa mule. Mna jirani mwehu akapendwa. Umesema jirani ashakuwa mwehu. Kama unasema Na nimeshangaa waandishi, kimsingi nimeshangaa sana, mmekuja hapa na hamjachukua tahadhari zozote. Hali ni mbaya ndugu zangu. Kila mmoja atembee na kamba isipungua mita 5-6. Unaweza kukutana na mtu kumbe kashakuwa mwehu hujui. Piga kamba, toa taarifa polisi kwamba nimekutana na mtu ana shida ya afya ya akili, nimemtuliza hapa, mje mchukue mtu wenu. Wameshasema kwamba wako wengi. Sasa hii hali, kwanza mkutano umeendaje? Imeniuma sana, niwaambie ukweli. Jadu akupe dondoo. Jadu akupe dondoo. Ukweli umeanza mpaka umeisha. Nimeunga ile internet ya angani na yenyewe inaenda slow. Yaani nimeumia kweli yani kuukosa huo mkutano mkubwa leo wa klabu namba 5. Nasikia wamekalia viti kama wapo kwenye kipaimara, ni kweli? Jasusi kaingia mitini. Umeenda vizuri mkutano? Basi sawa. Jasusi kaingia mitini. Kizinga huyo hapa. Mwenyekiti, imefanyika dua kwa ajili ya kumtorosha mwenyekiti. Wakaambiwa fumbeni macho. Basi. Fumbua tu mtu kakimbia. Kufumbua mtu kakimbia. Kama kile ulichofanya kwa Djigui Diarra na kuna andiko liliandika namna ambavyo alipambania timu. Mipango kuwashirikisha mashabiki wote sasa ambao wanahudhuria uwanjani. Mechi ya Fountain Gate ambayo itakuwa ni tarehe 4. Nitangaza tu rasmi kutokea leo. Hii Diarra aliyokota hapa leo hii ni hela ya maji. Hii ni hela tu ya maji. Maokoto yenyewe atayapata tarehe 4 pale KMC. Kwa hiyo wanayanga wote, kama huko mkoani unataka kumuokotesha Diarra, mtafute mwanayanga mwenzao kwa Dar es Salaam, mwambie nenda uwanjani, kibunda ndo hicho. Tutaingia pale siku hiyo na shangazi kaja. Lile kubwa lile. Sio kibegi. Shangazi kubwa ile tarehe ngapi itakuwa? Tarehe 4. Watu watajaza pale. Diarra sisi wenyewe jana mmemsikia pia rais wa Yanga. Sisi wenyewe hatujui kama tulisajili goalkeeper au tumechukua mwana